Kanisa la Kiinjili la Kiluteri Tanzania KKKT Diocese ya Kusini Mashariki limegusa wahitaji kwa kuwapatia zawadi mbalimbali na watoto wenye mahitaji maalum bila kujali dini zao. Akizungumza na wahitaji katika zoezi la ugawaji wa zawadi lililofanyika katika kanisa la KKKT Usharika wa Cathedral mkoani Mtwara, Askofu Yeriko Ngwema amewataka watu kutumia fursa zilizopo, hasa kilimo cha mazao mbalimbali kiwepo kupanda migomba ya ndizi badala ya kutegemea misaada pekee. Kuna watu wameaminishwa kwamba kulima ni adhabu. Alafu hata katika jamii yetu kulima kunapewa kipaumbele cha mwisho. Ni kama mtu kama hujaenda shule ndio unatakiwa ulime. Na hiyo wazazi wetu na wazee wetu waliosomesha watoto wengi, ukiuliza walifaulu kwa sababu ya kilimo. Ni wachache waliopewa bahati wakawa kwenye maofisi. Hao ndio wamebahatika kwa njia hiyo. Katika ulimwengu unaopinduka na hayo mabadiliko ya kukosekana kwa amani duniani, vita vinavyoendelea, itafika mahali tunatakiwa kila mtu ajihudumie kwenye eneo lake. Sasa tunapofika kujitegemea kwenye eneo lake, unahitaji kuangalia kile unaweza kutupa kwenye ardhi, kikaota, kikazaa, tufanye bidii. Mimi naangalia hata huduma hii haitoshelezi. Ni kama inafanya tule Pasaka basi. Lakini maisha ya kila siku bado ni dai linalotutuma mtu afanye kitu. Mimi nikasema niongelee mfano wa kitu kimoja. Unaweza ukadaka alafu kaenda kufanya. Huku kwetu Mtwara nimefuatilia sana. Mvua hizi zinazoendelea, wale walioweka mgomba mahali, mvua hizi zimeleta matokeo makubwa sana. Maana yake ni utambulisho kwamba eneo letu kama ukifanya vizuri unaweza ukapata kuliko maeneo mengine. Pia Askofu Ngwema amesema zaidi ya watu 270 wamepatiwa msaada huo, huku akieleza kuwa zaidi ya milioni 6 zimetumika katika zoezi hilo na wanufaika wengine wakiwa ni watoto wenye mahitaji maalum wanaolelewa katika kituo cha Upendo Rehabilitation Center mkoani Mtwara. Huduma hii ya diakonia ambayo kanisa liliweka utaratibu kwamba walau kwa mwaka aidha mara 3 au mara 4 lazima ifanyike. Hii ni hatua mojawapo kwamba tunahitaji kula pamoja na ndugu zetu walio wahitaji katika sikukuu hii ya Pasaka. Kwa nini tunafanya hivyo? Kwa sababu katika kipindi chote cha mfungo tumekuwa na safari inayotutafakarisha namna ya matendo makuu ambayo Bwana wetu Yesu Kristo alikuwa akiwahudumia watu katika kipindi chote cha huduma yake. Shughuli hii siku ya leo tulikusudia kuwahudumia watu 200. Lakini kwa sababu zilizo nje ya uwezo wetu watu wamefika 270. Lakini wote kwa sababu hiyo tulivyowashirikisha wadau wenye kupenda kushiriki pamoja nasi wameweza kuwezesha. Kwa hiyo watu wote watapokea huduma kwa uchache lakini kadiri inavyowezekana. Makadirio ya gharama imefika karibuni milioni 6 na sehemu ndogo. Tunamshukuru Mungu, tutawahudumia watu kwa mahitaji mbalimbali ya kula nao kwa maana ya chakula, mavazi na mambo mengine machache ambayo yanaweza kuguswa. Haya yote tunayafanya kwa sababu ya maelekezo ya Mungu Mwenyezi. Sisi tumeagizwa katika Yakobo, dini iliyo safi ni ile inayoyagusa maisha ya watu mbalimbali. Naye mwenyekiti wa kamati ya diakonia na mratibu wa tukio hilo Steven Macha amesema lengo la kanisa ni kuwasaidia na kuwatunza wahitaji, huku akitoa wito kwa watu wenye uwezo kuwasaidia watoto wenye shida mbalimbali. Haya ni maagizo ya Mungu. Mungu anataka tuwasaidie wanaokuwa wana uhitaji. Sisi kama kanisa tunapaswa kuwatunza wahitaji. Nitoe wito kwa mtu yeyote ambaye Mungu amemjalia kuwa na uwezo aweze kuwahurumia wahitaji na kuwasaidia. Kuna wengine wanahitaji kushikwa mkono kwa ajili ya elimu. Wako vijana wengi wako kwenye familia maskini hawana uwezo. Unaweza ukamsaidia kwa kumlipia ada ya chuo, kwa mfano VETA. Sasa hivi ada yake ni ndogo sana. Sambamba na hayo, baadhi ya wanufaika wa msaada huo akiwepo Mohamed Abdallah Mohamedi, Salim Saidi wa kituo cha Upendo Rehabilitation Center na wengine kutoka mtaani akiwepo Monica Raymond, Alfred Hansgan na Anna Cassian wamelishukuru kanisa la KKKT kwa msaada uliopewa na kuwaomba kuendelea kuwa na moyo kuwasaidia watu wengine wenye matatizo mbalimbali. Siku ya leo natoa neno la shukrani kwa wenzetu kutoka kanisa la KKKT. Karibuni sana kituo chetu cha Upendo. Mmekuja na zawadi mbalimbali kama vile mchele, unga, maharage, ngano na vitu vingi. Asanteni sana na Mungu awabariki sana. Amina. Najisikia vizuri kuwapokea wageni wa KKKT. Wametuletea mchele,
unga, marage, mafuta, vitu mbalimbali wametuletea. Mungu wabariki sana. Mimi naitwa Monica Raymond. Mnashukuru, yani sikufikiria kama nitapata chakula nikashare na watoto wangu. Nilikata tamaa kusema mimi sikukuu nitafanyaje, lakini Mungu nashukuru amenibariki. Akaja mtu akasema mbona wenzio kule wameandikwa? Kweli nimefika hapa wajanitenga wala nini na sijaandika, lakini nashukuru wamenipa chakula. Watoto wangu kesho watafurahi kama watafurahi watu wengine. Mungu abariki sana kanisa la KKKT. Kwa jina naitwa Alfred Ansgarin. Napenda kushukuru uongozi wa kanisa hii kwa kutusaidia zawadi ya Pasaka. Mungu awabariki ili wazidi kutusaidia siku zijazo tena. Nimepata mchele, nimepata mafuta na chumvi, kwa hiyo itanisaidia kusherehekea sikukuu hii ya Pasaka. Mimi ni Ana Kasiani, nimepewa chakula, mchele, sukari na chumvi. Kwa hivyo nashukuru sana, kanisa limetusaidia. Sikujua sema tutapata chakula cha sikukuu, lakini kanisa limetusaidia, tumepata chakula. Mungu awabariki. Nikiripoti kutoka mkoani Mtwara, mimi ni Christian Ngao wa Upendo TV.